jambo la al-ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala amelithibitisha ndani ya Qur'an sehemu mbalimbali na sura tofauti tofauti kwa uslubu mbalimbali. Lengo mwanadamu asighafilike kuwa hali yoyote atakayokuwa nayo basi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumtahini. Allah subhanahu wa ta'ala anamtahini mwanadamu katika hali yoyote aliyokuwa nayo, na hili ni jambo la muhimu mwanadamu kufahamu kuwa hali yoyote aliyokuwa nayo yupo katika ibtila. Hakuna sekunde inayompitikia mwanadamu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamtahini wakati huo na hali hiyo aliyokuwa nayo. Na mwanadamu katika maisha haya ya duniani hawezi kutoka nje ya hali tatu. Atakuwa yupo katika hali mojawapo katika hizi hali tatu. Anatakiwa ajue kila hali aliyokuwa nayo, namna ya kuikabili hali hiyo ili awe katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia. Katika haya maisha ya duniani mwanadamu imma atakuwa katika hali ya neema au imma atakuwa katika hali ya madhara, masaib, katika hali ya misiba, majanga, maafa, dhiki ya maisha, au imma atakuwa katika hali ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Amefanya moja katika madhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Katika hali zote tatu hizi mwanadamu yuko ndani ya al-ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala anamtahini mwanadamu katika hali hiyo aliyokuwa nayo. Akiwa katika hali ya neema yupo ndani ya ibtila, akiwa katika hali ya madhara yuko ndani ya ibtila, akiwa katika hali ya kuteleza na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala yuko ndani ya al-ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala anamtahini katika hali zote hizi tatu, hali ambazo ndo maisha yake. Hakuna mwanadamu anayetoka katika maisha haya, sote tunazunguka ndani ya hali hizi tatu. Vipi utaweza kuzikabili hali hizi ili uwe katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia? Wanawachuoni wanasema kulingana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo waliokuwa nao wema waliotangulia, mwanadamu akiwa katika hali ya neema, na neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanadamu ni nyingi kwa aina zake mbalimbali. Neema ya afya, neema ya watoto, neema ya uhai, neema zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anamneemesha mwanadamu. Katika hali hii ni wajibu juu yako uikabili hali hii kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, uelekeze shukrani kwa aliyekuneemesha neema hizo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na shukrani haitwi kuwa ni shukrani kisheria ya Uislamu isipokuwa itimize nguzo tatu. Umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wako, na kushukuru kwa moyo ni moyo wako ukiri kwamba neema hizi aliyeneemesha neema hizi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kutoziegemeza neema yoyote katika neema hizo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuneemesha neema hizo. Ulimi wako umhimidi, uelekeze sifa nzuri, ukamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuneemesha neema hizo. Na jambo la tatu, viungo vyako vitumike kumshukuru aliyekuneemesha ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sivione viungo vyako isipokuwa katika kumtii yeye. Usitumie neema miongoni mwa neema zake kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo utakuwa umeikabili hali hii, hali ya neema, hali ya furaha,
kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio njia sawa sawa. Na mwanadamu akiwa katika hali ya kinyume chake, kwa maana hali ya madhara, hali ya masaib, majanga, ana maradhi, imma yeye au mmoja katika ndugu zake, mmoja katika watu wake wa karibu, mkewe, mtoto wake, dhiki ya maisha, kipato kidogo, masaib ya aina yoyote, akajiona kuwa hana raha ya moyo, ana dhiki, hali hii ni wajibu juu yake aikabili bisabr, kwa kufanya subra, na ajue kwamba hali yoyote aliyokuwa nayo katika dhiki ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameshayakadiria, aliyajua akayaandika katika lauhi mahfudh kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050, kisha akataka yatokee akayaumba. Kwa hiyo si jambo ambalo la kuzuka, ni jambo ambalo liko Allah subhanahu wa ta'ala amelikadiria. Ndio maana baadhi ya wanawachuoni wakasema haifai mwanadamu kufadhaika na lolote linalokupata katika maisha haya duniani, kwa sababu ni jambo ambalo tayari Allah subhanahu wa ta'ala amelishakadiria. Kwa hiyo hali ya dhiki inakabiliwa kufanya subra na kujua kwamba haya ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hali ya tatu ni hali ambayo mwanadamu anakuwa amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Hali hii anatakiwa aikabili kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha istighfar. Hali hizi tatu mwanadamu akiweza kusikabili kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza na mtume wake, hali ya neema kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya madhara kwa kufanya subra, na hali ya kuingia katika madhambi kwa kutubia kwake yeye na kufanya istighfar, hiyo ni alama ya ufaulu kwake yeye. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao tunapokuwa katika hali ya neema ni wenye kumshukuru yeye, na tunapokuwa katika hali ya madhara ni wenye kufanya subra, na tunapokuwa katika hali ya madhambi ni wenye kufanya istighfar na kurejea kwake yeye.